Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshatoa kwetu, nami kama kawaida naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, tema kama gisi mnavyoiona inahusu uanzishwaji wa familia. Uanzishwaji wa familia. Uanzishwaji ni kitu gani? Uanzishwaji ni mafunzo. Sasa hayo mafunzo ni mafunzo ya namna gani? Tutaenda kuiangalia hapa ndani, kwa sababu mambo ambayo mtaenda kuyasikia kwa siku ya leo hamjawahi kuyasikia. Ni mambo kweli kweli ambayo mtaenda kujifunza. Unajua kwamba watu wengi wameshazaa watoto. Kuna wengine ambao wako katika katika nyakati ambapo wanatarajia kupata watoto. Kuna wengine ambao hawana uwezo wa kupata watoto, lakini pamoja na hivyo kuna watu ambao wanaishi nao karibu, nao pia wana watoto. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao tayari ambao nimewataja kweli wanawapa mafundisho watoto wao, wamewaanzisha watoto wao, lakini pia kujua ni nini uanzishwaji wa kifamilia ni jambo ambalo ni muhimu sana kuhusiana na tema hii ambayo tunaenda kuigusia kwa siku ya leo. Maana kitu ambacho tunatakiwa kuelewa ili kumwanzisha mtu, aidha kuanzisha watu kiroho, unatakiwa kwanza wewe mwenyewe uwe katika ukweli. Hauwezi ukamwanzisha mtu, kumfunza mtu, kumwelimisha mtu kuhusiana na mambo ya kiroho wakati wewe mwenyewe haupo katika kiroho, haupo katika ukweli. Na huo ukweli unatakiwa ukweli wa namna gani? Ndio maana ni tema ambayo itawasumbua wengi, lakini pia itawafanya kwamba wengine wavushe fahamu zao na kwenda kuelewa mambo mengine ambao walikuwa bado hawajaelewa. Kwa hiyo mafundisho yetu kama kawaida yatakuwa katika vipengele mbalimbali, na mafundisho yanatoka ndani ya Kalata Ndimsi, kitabu hiki cha maajabu ambacho unaweza ukaagiza kupitia tovuti ya leseditionsrulasan.com. Kipengele cha kwanza kinahusu kurudi kwenye uhalisia unaoonekana na wa kimwili. Hapa tutagusia mhusika mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Dubise. Dubise ndiye watachukua jina lake, watabadilisha, watamuita kwa jina la Enoki, Enoko. Watamchora katika rangi yake, watamchora rangi mweupe kwamba alikuwa mzungu. Haya mambo mnaweza mkayaona kila wakati, lakini tunawaambia kwamba historia walibadilisha. Yes, walibadilisha katika maslahi yao wenyewe, lakini tunaona kwamba kwelikweli vizibitisho ambavyo sisi tunavitoa na vile ambavyo vinapatikana ndani ya Biblia, tunaenda kuona kwelikweli yote ambayo tunayoongea tunayapata tena ndani ya maandiko ambao wao kwa mujibu wao wanasema kwamba walienda kuyaandika. Kwa hiyo Dubise ambaye alikuwa mweusi wakati wake ambapo ataenda kuongea ya mambo, muelewe kwamba demoni zilikuwa bado hazijakuwepo. Yaani rangi zingine, wazungu, damu mchanganyiko walikuwa bado hawajakuwepo. Yaani ni kipindi ambapo kulikuwepo watu weusi peke yake, lakini pia malaika walioanguka na shetani mlima bobe wote walikuwa tayari wameshaanguka. Hilo mlielewe vizuri. Kwa hiyo kipindi hiki cha Dubise ambapo ataenda kueleza haya mambo ni kipindi ambapo hapa katika dunia hii, nasema katika kipindi cha Dubise ambapo tita Enoch, muda huu hapakuwa mweusi ambaye anatenda dhambi. Narudilia tena, hapakuwa na mweusi, mtu mweusi ambaye alikuwa anatenda dhambi katika kipindi chake, ili muelewe vizuri. Kwa hiyo wote waliokuwepo katika kipindi chake hicho walikuwa watu ambao wameanzishwa. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anatenda dhambi. Ina maana kwamba walikuwa ni familia moja ambao wote walikuwa kitu kimoja. Mambo ambayo hamwezi mkayaona kwa wakati huu, lakini haya mambo yalitendeka katika bara letu kipenzi. Kwa hiyo alipokea ugeni maalum. Alipata wageni wawili kutoka agizo kula vitu, mmoja kwa jina la Dibangani na mwingine kwa jina la Biedi. Yaani hao ni roho wa agizo kula vitu, ni kaka zetu wa kiroho ambao walikuja kumtembelea katika lengo moja tu, kumchukua kwenda naye na kwenda kumwonyesha malimwengu, yaani tuseme ulimwengu wa kiroho, aende kuona mambo kadhaa. Na huko sasa ataona mambo mengi sana, atafunuliwa mwisho wa kila kitu, ataona hukumu na kujua ni nani atakayeokolewa. Haya mambo yote Dubise aliyaona vizuri. Sasa aliona mwanzo wa uumbaji na akaona mwisho wa uumbaji. Ninaposema mwisho wa uumbaji, yani mwisho wa kila kitu, yani kwenye hukumu, mambo yote ya hukumu aliyaona. Ndio maana tunasoma katika kitabu cha Dubise sura ya kwanza mstari wa 1027 1028, anaanza kusema hivi: mimi Dubise nilishuhudia mambo haya yote na ni mimi niliyoyaandika. Kwa hiyo haya mambo ambayo tutaenda kuyasikia kwa siku ya leo sio mtu mwingine ambaye
ataenda kuelezea, bali ni yeye mwenyewe ndiye aliyeyaona, ni yeye mwenyewe aliyoyashuhudia, na ni yeye mwenyewe aliyoyaandika. Kwa hiyo hapa hatasema kwamba Mungu ameniambia, Mungu ameniweka kwenye roho, ninafikiri ni hivi. No, ni mambo ambayo aliyaona yeye mwenyewe akayashuhudia na anakuja kuyaandika. Kwa hiyo ni yeye anayejua ni nini kilichotendeka. Sasa atatoa ushuhuda wake wa kile ambacho alichokiona. Baada ya mafunuo haya ya ajabu, Dibangane na Biedi walinirudisha katika ulimwengu unaoonekana ili niweze kujiunga na mwili wangu wa kimwili ukiwa umelala kitandani kwangu. Kwa hiyo wakati alipotoka nje ya mwili wake, ina maana kwamba mwili wa kimwili utabaki umejilaza tu kwenye kitanda. Yeye ataondoka ili aende kupata, sasa atapelekwa na kaka zetu hao ili aende kupata mafunuo mbalimbali ya kiroho. Kwa hiyo ataondoka, ili umuelewe vizuri. Kwa hiyo ndio maana kabla ya kuongelea kwanza uanzishwaji wa familia, ni vema kwanza tuangalie Dubise ni nini ambacho alichokifanya kwanza, ili kwamba aingie sasa katika uanzishwaji wa familia. Ataanza kuanzisha familia namna gani? Kwa sababu ni hizi nilivyoanza kusema, ni kwamba hauwezi ukamwanzisha mtu, hauwezi ukamfundisha mtu wakati wewe mwenyewe haujafunzwa. Sijui kama unaelewa hili. Haiwezekani wewe kumfunza mwingine wakati wewe mwenyewe haujafunzwa. Sasa swali ambalo lipo, unafikiri kwamba wewe umefunzwa? Umefunzwa nini? Na umefunzwa na nani? Na kwa nini unafikiri kwamba kile ambacho umefunzwa wewe unafikiri kwamba ni ukweli? Haya ndio mambo ambayo yako tofauti. Kwa hiyo Dubise yeye alitakiwa kwanza kuona mambo ya ajabu. Alitakiwa kutoka nje ya mwili wake aende kuangalia mambo kwa ufasaha kabisa, kwa namna mambo yalivyo, ili kuja baadaye kuja kuyaongelea na kuja kuanzisha kwanza familia yake, ili wapate kujua kile ambacho kitakuja hapo baadaye. Ndio maana ikiwa haujapokea uanzishwaji, itakuwa vigumu zaidi sana kusema kwamba nawe pia unaenda kuanzisha watu wengine. Hilo ni jambo ambalo haliko hivyo katika ukweli. Hili ni jambo ambalo mnatakiwa kulielewa vizuri, ndugu zangu, na kulichukulia kwa umakini sana. Kwa hiyo alipata uanzishwaji wa juu, na huu uanzishwaji ambao ataupata, yaani kuna upako ndani mwake. Anapopata huu uanzishwaji, anapokea uanzishwaji, hautakuwa uanzishwaji kama uanzishwaji wa watu wengine ambao wanapata, wanasema kwamba mimi tumefanya teolojia, tumefanya miaka 3. Huo sio uanzishwaji ambao tunaongelea hapa. Hapana. Ndio maana mnaposoma katika kitabu cha Bebusedi, yani Kutoka sura ya 3 mstari wa 8 hadi 10, hapa kabla ya kusoma mnaelewa kwamba inaongelea Busi. Busi ndio nani? Ni yule ambaye wataita kwa jina la Musa. Yeye pia Mbusi, ili kuja kuondoa watu weusi wasioanzishwa, taifa la watu weusi wasioanzishwa katika utumwa wa yule mnyama ambaye ni dragoni wa baharini, yule mnyama wa kwanza, ni demoni ya kwanza kabisa kuwepo, ambaye inaitwa kwa jina la Ngungwa Ngando Lalemba. Busi alitakiwa kwanza kuanzishwa. Alitakiwa kwanza kuanzishwa, na uanzishwaji hakupata kutoka kwa mtu tu wa kawaida. Alipata uanzishwaji kutoka kwa kaka zetu wa kiroho katika gizo kula vitu. Ndipo walipomfunza, walimwanzisha ili kuwa tayari, na kabla ya kwenda kwenye vita lazima ajue ni namna gani mambo haya yanatendeka. Kwa hiyo alipokea uanzishwaji, na ni uanzishwaji wa kiroho, sio wa kimwili. Utapokea ili uende baadaye nawe pia kwenda kuanzisha wengine. Kwa hiyo unapopata uanzishwaji vizuri, na baadaye nawe pia utaenda kuanzisha wengine, kwa sababu tayari wewe umeshafunzwa, wewe tayari umeshapokea huu. Sasa cha kushangaza ambacho tunakiona katika wakati huu ni kwamba kuna wengi wanaojiita kwamba ni wachungaji, manabii, mitume, wanaenda wanahubiri, wengine wanahubiri, wako katika makanisa zao ambao wanaita dini, mambo mengine, lakini tunajua kwamba yote wanaoyafanya sio ukweli. Maana hata roho yao wao wanaofanya hayo mambo inawaambia kwamba wewe unadanganya. Wao pia wanajua, sio lazima hadi sisi tuongee, lakini ufahamu wa ndani ambao wako nao unawaadhibu, yani unawahukumu kila mara wanapofungua mdomo kuongea. Kwa sababu ukipewa mamlaka kwenda kuanzishwa, kwa mfano unaenda kuanzisha wengine, unaenda kuwafunza wengine, unatakiwa kwanza wewe mwenyewe kupokea kwanza uanzishwaji wa hali ya juu, ili baadaye nayo pia uende kuanzisha watu wengine hapo baadaye. Ili tunalionyesha. Kwa hiyo Busi, kabla ya kuondoa taifa lisiloanzishwa mikononi mwa hiyo demoni ya kwanza, hiyo Ngungwa Ngando Lalemba, alitakiwa ye Busi atoke kwanza nje ya mwili wake pia,
ili aende kupokea sheria, ili aende kupokea maagizo, ili aende kuambiwa ni namna gani anavyotakiwa kufanya, ili awe Mungu mbele ya hiyo demon, gisi mnavyosema kwamba mbele ya Farao, ingawa hiyo historia sio ya ukweli. Historia ya Misri haijawahi kuwepo, hayo mambo tumesha kuyaongelea. Kwa hiyo alitakiwa kufanya hivyo ili aende kuwakomboa watu. Yeye mwenyewe anatakiwa kwanza kukombolewa, ingawa yeye hakuwa ameshikwa katika dhambi, hapana. Yaani kuanzishwa, kufunzwa kujua kile ambacho kinatakiwa. Yeye mwenyewe anatakiwa kujua hilo. Hayo ndio mambo ambayo anatakiwa kuelewa, na ndio maana ni vigumu zaidi sana watu utakuta mtu anakuja anafundisha wengine, yuko juu, mwache wizi, mwache uasherati, mwache uzinifu, ni kitu ambacho kibaya, wakati yeye mwenyewe nani namba moja, bingwa kabisa katika hayo mambo anayoyasema. Una jukumu wewe mwenyewe. Unafikiri kwamba unafanya mzaa na watu wakati wewe mwenyewe una jukumu. Hauwezi ukasimama mbele kumwambia mwingine acha kuvuta sigara wakati wewe mwenyewe mvutaji kabisa. Huenda wengine hawajakuona, lakini wewe mwenyewe unajua katika ufahamu wako kwamba wewe uko bingwa wa kuvuta, lakini haufanyi sehemu ambapo watu wapo. Lakini wale wanaoonekana ndio wanaonekana kwamba wao wanafanya vibaya. Kwa hiyo hilo halipo katika ukweli. Kwa hiyo busi alitoka nje ya mwili wake, naye pia ataenda kupata, ili kupata kwanza uanzishwaji kabla ya kufanya nini? Kabla ya kwenda kuwakomboa watu wengine. Ni vigumu zaidi sana. Unapika chakula, baada ya kupika chakula unaenda kuwapatia wengine. Hicho chakula unawapa wengine, alafu unauliza, je, chakula kiko sawa? Supu imefika, yani nani, chumvi iko vizuri? Hilo alipo. Cha msingi unapika chakula na pia unakila, hizo unakionja vizuri, unasema hiki chakula chumvi imekolea vizuri. Kwa hiyo nikiwapatia wengine hawatasema kwamba mbona chumvi haiko sawa, kwa sababu tayari nimeshaitest, nimeona kwamba iko sawa. Kwa hiyo hauwezi ukapokea mafundisho tu, hata wewe mwenyewe haya mafundisho hayajakubadilisha, hayajakufanya vizuri, na wewe pia unapenda sasa uende kuhubiria wengine. Tuwe serious, tuwe very serious na haya mambo. Haya mambo ya kiroho sio mambo ya mchezo, ndugu zangu. Uwezi ukasimama tu kwa sababu umesikiliza mafundisho. Tuseme hata haya mafundisho ya ukweli ambayo tunayapata kutoka kwa Mzaliwa wa Pili, kwa sababu tayari umeshasikia hili ni ukweli, lakini wewe mwenyewe huu ukweli bado hujaenenda kabisa, utembee kulingana na huu ukweli. Tayari unapenda kwenda kufundisha wengine kwamba mimi napenda kuwafunza wengine wajue ukweli, wakubali ukweli. Ni sawa kusema watu wakubali ukweli, lakini je, wewe unatembea kulingana na ukweli wenyewe ambao umepokea? Hizi ndio swali ambazo ni muhimu. Ndio maana kitabu cha Bebusedi ambayo ni Kutoka sura ya 3 mstari wa 8 hadi 10 anasema, ndipo roho hizi za agizo kuu la vitu zikaniambia tena katika maneno haya, usikaribie hapa na mwili wako wa kimwili, jiondoe kutoka kwenye bahasha yako ya kimwili na ya kufa. Maana yake, vusha ufahamu wako katika kipimo cha utu wako wa ndani, kwani hali yako ya mtu haiwezi kustahimili mahali hapa patakatifu. Ghafla mmoja kati ya roho za agizo kuu la vitu alinyoosha mkono na kunishika kiroho kwenye nywele zangu zilizojikunja, na kisha roho yangu ikainuka kutoka nje ya mwili wangu wa kimwili na nikasafirishwa hadi ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba kama jinsi nilivyowaambia, roho ina nywele, lakini haiwezi kuwa. Ndio maana mimi niko hapa sina nywele, lakini roho yangu ina nywele, nafsi yangu ina nywele. Hilo mnatakiwa kulielewa. Lakini nywele zenyewe sio kama hizi ambazo tunaziona, ni za namna nyingi, ni kiroho. Kwa hiyo yani Busi naye pia alichukuliwa tu, aliondolewa kutoka yani alichukuliwa kwenye nywele zake za roho yake na kuondolewa katika mwili wa kimwili, alafu akasafirishwa ili kwenda kuona mambo hayo ambayo ni mambo ya ajabu. Akapata uanzishwaji wa hali ya juu naye pia katika kipindi chake. Ndio maana tunatakiwa kuelewa ya mambo. Kwa hiyo baada ya kupata haya yote kutoka kwa roho za agizo kula vitu, baada ya kupata uanzishwaji, ameonyeshwa malimwengu, ameonyeshwa hiki na hiki kiko hivi, hapo ndipo sasa naye pia anaweza sasa kutoka na kwenda kuanzisha watu wengine. Hata yule ambaye mnayehita ndani ya Biblia sasa kwa jina la Ezekiel, naye pia ambaye kwa jina halisi anaitwa kwa jina la Nginya, alitakiwa kupata uanzishaji ili kwenda kupambana na wachawi wa kipindi chake, ili baadaye naye pia kwenda kuongea na shetani mzimabu ambaye ni Msingedi, roho mbaya. Nginya alitakiwa kupata kwanza uanzishwaji kabla ya kufanya haya mambo yote. Kwa hiyo hao wote wanaojiita kama ni wachungaji, swali ambalo nawauliza, je, umeshawahi kutoka nje ya miili yenu ili kwenda kuanzishwa kuona malimwengu, ulimwengu wa kiroho, kuonyeshwa mambo ambayo ni ya ajabu? Je, kwanza wewe mwenyewe umeshawahi kuona roho yako iko namna gani? Unaweza ukatueleza maelezo ya namna gani roho yako hivi ilivyo?
Je, umeshawahi kuona nafsi yako? Kama hujawahi kuona nafsi yako, kama hujawahi kuona roho yako, namna gani unaweza ukasema kwamba umetoka nje ya mwili wako, kwamba unaenda kufanya mambo? Haya ni mambo ambayo ni ya uongo. Ikiwa haujawahi kuona roho yako, ikiwa hujawahi kuona nafsi yako, hauwezi ukatoka nje ya mwili wako, na utaenda kufanya kitu gani? Haya ni mambo ambayo lazima watu walielewe vizuri. Kwa hiyo Nginya alipata naye pia uanzishwaji, alipata uanzishaji kwa sababu alianzishwa, na hapo anaweza akafanya mambo mengine. Ndio maana anayepewa mamlaka ya kuanzisha, mara linaweza kuwa ni neno ndio linakupatia hayo mamlaka moja kwa moja, yaani hilo neno linakuanzisha moja kwa moja, au kiumbe kutoka agizo kula vitu, hicho kiumbe roho agizo kula vitu anakuanzisha direct, hapo tayari umeshapata uanzishwaji. Na ndio maana kama wakati huu tuko katika uanzishwaji, tunaanzishwa kwa sababu tuko na mzaliwa wa pili ambaye ndiye anayetuanzisha kwa wakati huu. Unaona hicho kitu? Kwa hiyo baadaye nasi pia neno likiruhusu, baada ya kupata uanzishwaji mbalimbali kuhusiana na yote ambayo tunayapitia, kesho kutwa sasa nasi pia tunaweza sasa yale ambayo tumeyapewa tuende kuwasaidia wengine hapo baadaye, ingawa hata kwa wakati huu tayari tumeshaanza kidogo kidogo yale ambayo tumepewa nasi pia tumeyaelewa, tunawapatia nanyi pia. Siwezi nikaongea kitu ambacho najua kwamba mimi bado ningine nafanya, alafu nije kuambia kwamba wewe uache usifanye hiji usifanye kile, wakati mimi mwenyewe najua kwamba niko ndani ya hilo kosa. Hilo sio jambo ambalo ni nzuri. Kwa hiyo haya mambo lazima muyaone kama jinsi yalivyo. Sasa ndio maana ni vigumu zaidi sana kwa hawa wanaojiita kwamba ni wachungaji kusema kwamba nao pia wanaanzisha watu, wanafunza watu. Kuna wengine ambao watajiita kwamba wao ni makocha ambao wanawapatia watoto elimu, mambo mengine. Unatakiwa kuanzishwa kwanza, ili hata utoe elimu hata kwa watoto, ili kutoa elimu kwa wanandoa, ili kutoa elimu kwa wale ambao wanatakiwa kupata hiyo elimu. Uanzishwaji kwanza uwe umeanzishwa, kwa sababu utakachokiongea kitakuwa na mantiki, kitakuwa na ukweli ndani mwake, na kitabadilisha yule ambaye anasikia, kitabadilisha yule ambaye anajifunza. Kwa hiyo utakuta hao wanaosema ndani ya Biblia, ndani ya mikutano, mikusanyiko ya kidini, watasema kwamba hao mimi ni mtumishi wa Mungu. Man of God, I'm a man of God. Kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Kitendo kwanza tu cha kusema kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu tu kinaonyesha kweli kweli haukupata uanzishwaji wa kiroho. Hilo ni jambo la kwanza, kwa sababu tumeshawahi kuonyesha hilo jina la Mungu ni nani aliyekuwa wa kwanza kuitwa Mungu katika dunia hii. Aidha ni akina nani, ni historia gani ambayo ilianza nayo Mungu. Kwa hiyo kuna wakati ambapo hilo jina Mungu lilianza kuongelewa. Halikuanza kuongelewa zamani, hapana. Hilo mlielewe vizuri. Kwa hiyo hata jinsi mnavyosoma Mwanzo 1:1, hapo mwanzo Mungu aliziumba, hilo neno Mungu alikuwepo kwenye mwanzo. Mlielewe vizuri. Kulikuwa maneno mengine ambayo walikuwa wanataja sio Mungu. Mungu yamekuja na baada, na Mungu aliyekuwa wa kwanza kuitwa Mungu ndio huyo ambaye mnaita Zeus, Deus. Jinsi unavyoita. Huyo ndio aliyeitwa. Yaani ndio tafsiri ya hiyo ambayo mnaita kwa sasa hivi Mungu inatoka kwenye tafsiri ya huyo ambaye ita Zeus, as a Deus. Kwa sababu walifanya tafsiri, wanasema Kigiriki, Kilatini, nini, wanatoa Kifaransa, Kiingereza, mambo mengine, hadi Kiswahili nao pia wanasema Mungu, ili kuonyesha kwamba ni kiumbe ambacho kiko sehemu fulani. Ndio maana kitabu cha Nginya, yeye ambaye wataita Ezekieli sura ya 3 mstari wa 20 hadi 22, naye pia atasema, kwa sababu lazima aanzishwe kabla ya kufanya yale ambayo anatakiwa kuyafanya. Anasema hivi: hapo tena Mtatedi alinitendea kwa nguvu, akaniweka mimi na mwili wangu karibu na bonde la walioanzishwa, na akaniambia, unganisha mwili wako wa kimwili ulio hapa na uende kwenye bonde la walioanzishwa, na hapo nitazungumza nawe. Nilienda katika bonde, mara tu nilipofika nilitoka nje ya mwili wangu, baada ya kusikia sauti na maneno yasiyoelezeka ambayo hayapo katika uwezo wa wale wa hali inayoonekana. Na tazama, picha ya uwepo mtukufu wa ufunuo uliokatazwa ulionekana pale, kama vile nilivyouona katika maono yangu. Kwa tukio hili niliinamisha kichwa changu. Ghafla picha ya uwepo mtukufu wa ufunuo uliokatazwa ikatoweka. Na tazama, Mtatedi akaja na kunitendea kwa nguvu, na akanifanya kujiunga na mwili wangu wa kimwili. Maana yake nini? Yaani unatakiwa kuelewa kwamba, ndugu zangu, hakuna mtu hapa duniani ambaye
ameshatimiza utakaso. Hakuna isipokuwa tu mzaliwa wa pili, zulula 100. Ndio maana maarifa ambayo mko nayo nyinyi mnayosema kwamba mnayo hayawezi kuwaokoa watu wengine, na hayo maarifa hayawezi kuwaokoa ninyi wenyewe ambao mko nayo, kwa sababu ni maarifa tu ya Biblia, ya makaratasi. Ni maarifa ambayo hayana uzima ndani mwake, yaani ni maarifa tu ambayo mtu anaweza akajitetea mwingine anaposema wewe unafanya ubishi, mambo kama, lakini hayawezi yakabadilisha maisha ya mtu ili kujua wokovu ni kitu gani. Tuliishi humo katika hizo dini, hatukuwa tunajua namna gani unaweza ukafanya ili kwamba uache dhambi, utembee kulingana na ukweli. Yaani sisi unapoenda tu Jumapili tu kanisani, hapo tu kwetu tulikuwa tunachukulia kwamba yes, wewe ni mtu mzuri na Mungu anaweza akaja Jumapili unaenda naye mbinguni. Hilo imani la hovyo sana. Walio wengi wanashindwa, wajui namna gani wanaweza wakafanya ili kwamba watembee kulingana na ukweli, waache dhambi. Hilo walipo mafunzo ya kuonyesha namna gani watu wafunzwe namna gani wanatakiwa kuacha dhambi na kuenenda kulingana na ukweli, watembee wapate utakaso. Hilo walipo, sio mambo ambayo yanahubiriwa, kwa sababu hawako katika ukweli. Wataka tukisema tu utajiri, utatajirika wewe, toa sehemu ya 10, Mungu atakubariki, fanya panda mbegu n'importe quoi. Utaendelea kupanda tu na roho yako iko chafu na maisha yako chafu, haitafanya chochote kile. Wafunze watu ukweli, na ukweli hamwezi mkawafunza kwa sababu nyinyi wenyewe mko katika uongo. Kwa hiyo mko hapo katika business, mnakula pesa za waumini wenu kwa bure kabisa. Nao pia kwa sababu wako katika ujinga hawawezi wakaelewa hilo. Ndio maana tunakuja kuambia kwamba acheni kuingia katika hizo takataka, kwa sababu wanachukua muda wenu bure. Ninawaambia sote tulikuwa humo, na mambo yanayotendeka humo tunayajua. Hauwezi ukaniambia kitu kuhusiana na Ukristo mama, ni kuwa humu kwa miaka ya kutosha, najua nini kinachoendelea. Hauwezi ukaniambia kuhusiana na maandiko ya Biblia, nayajua, ingawa siwezi nikasema nayajua yote, lakini kwa sehemu kubwa nayajua. Kama kuna watu ambao walikuwa wanatembea hata na woga kidogo kuhusiana na huyu Mungu ndani ya uongo, nilikuwemo pia. Kwa hiyo tusidanganyane ndugu zangu, tunajua tulipotoka na tunajua tulichokuwa tunafanya. Kwa hiyo ndio maana walio wengi wako hapo tu wanadanganya waumini wao, wakati wao wanajua kwamba kweli kweli wanasema uongo. Wanajua, sio kwamba labda wanaongea, wanajua wanasema uongo. Ikiwa wewe unashindwa, namna gani unaweza ukaishinda dhambi inayokutawala wewe? Namna gani utawafunza watu wengine kushinda hiyo dhambi? Ni vigumu. Wewe mwenyewe huko katika hayo mambo ambayo ni mabaya, lakini unajiona kwamba wewe ni muhimu, upande juu jukwani uanze kuambia watu waache kitu fulani, wakati wewe mwenyewe hilo jambo bado unalitenda. Sasa hayo ni mafunzo ya namna gani? Unaendelea kujihukumu wewe mwenyewe. Namna gani utaweza kuwaonyesha wengine utakaso wakati wewe mwenyewe hata njia ya utakaso, mwanzo wa utakaso haujui, katikati ya utakaso na mwisho wa utakaso haujui? Hauwezi kuwa mtakatifu bila kupita kwenye njia ya utakaso, kwa sababu utakaso ndio njia ambayo inayomfanya mtu kuwa mtakatifu baadaye. Kwa hiyo wengine hawajui hata njia ya utakaso, lakini tayari wanaanza kujidai, wanasema kwamba wao tayari wameshakuwa watakatifu. Kuwa mtakatifu unafikiri ni kitu gani? Kuwa mtakatifu ina maana umeshapita katika njia zote zile, yaani umepita katika vishawishi vyote, umepita katika kila aina ya uongo, hautendi tena kwa hiari dhambi, unakuwa mtakatifu. Unapokuwa mtakatifu unapata mundimu sangu, unapata Roho Mtakatifu. Mtakatifu anapata. Kwa hiyo unatakiwa kuanza kwanza njia ya utakaso, lakini wengi hawaijui. Kwa hiyo hawezi ukaonyesha watu wengine namna gani wanaweza wakapata utakaso, kwa sababu utakaso kwako wewe tu tukasema kama ni kitendawili. Hata mkisoma ndani ya Biblia za kisasa wanawaambia kwamba wakati huyu anayeita Yesu alipoondoka, aliwaambia hao wanafunzi wake kwamba wakusanyike, wasiende kila mmoja sehemu yake, wawe sehemu moja ambapo watapata uweza, watapata nguvu, mambo kama hayo. Nyote mliona jinsi wanavyosema kwamba kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 kule kwamba Roho Mtakatifu alishuka kwa namna ya kukaja miali iliyogawanyika kama vile lugha, watu wakaanza kunena kwa lugha mbalimbali kama Roho alivyo. Haya yote mnaweza mkayasoma. Yaani wanapenda kuambia kwamba ni katika kipindi hicho ambapo wao pia wanafunzi mitume walipewa uanzishwaji wao wa namna gani sasa wanaweza wakaanza sasa huduma zao binafsi, na hapo ndipo lakini yote mnaweza mkasoma namna gani jinsi walivyoanza kutembea na huyu wanayeita Yesu kwa mujibu wenu. Mwangalie hali ya Petro jinsi alivyokuwa, alikuwa mgumu
Petro alikuwa hapana. Yesu anakuja anamwambia nikuoshe nani mguu, akasema no, hapana, wewe hawezi kuniosha, unatakiwa labda kama unapenda kuniosha unioshe kwa mikono na nini na kichwa, kila kitu. Yote mnaona ugumu aliokuwa nao. Huyu Petro sio vibaya, aliona huyu, kwa mujibu wenu, aliona Yesu anatembea juu ya maji na mimi napenda, hakuna shida. Huyu anaanza kutembea akaanza kuzama. Nisaidie. Haya mambo yalipita hivi. Yesu wenu akaja tena akamwambia kwamba wewe utanikana. Akasema hilo haliwezekani, mimi ukana no, hilo haliwezekani, lakini ilifika. Kwa hiyo katika haya mambo yote walikuwa bado katika uanzishwaji, wanafunzwa hapana, hivi wanatakiwa hivi wanatakiwa hivi. Kwa hiyo hauwezi ukaenda kuwaokoa wengine wakati wewe mwenyewe haujaokolewa. Hilo alipo. Kwenye maji machafu hakuwezi ukatoka maji masafi. Kwenye mti wa mwembe hakuwezi ukatoka papai. Hili mnatakiwa kulielewa vizuri. Msisikilize hawa wanaosema kwamba msiangalie gisi mimi ninavyofanya, nyinyi muelewe, mchukue kile ninachokiongea tu. No, mwenendo wa mtu ambaye anawafunza watu utakaso, huyo mtu yeye mwenyewe anatakiwa kuwa kwanza katika utakaso wenyewe. Hilo ndio jambo. Kwa hiyo tofauti na hao wanaojiita kwamba wametumwa na Mungu, mkiwauliza walianza huduma yao namna gani? Nilikuwa naoga tu, nilikuwa bafuni, nikaona mwanga mkubwa, nikaona mtu ambaye ana mwanga, yani ana macho ya ni mweupe, akaniambia nimekuja ili kwamba wende kuokoa watu wangu. Hivyo tu na ukaanza wengine ni Yesu ndio aliwatokea, wengine ni malaika Gabrieli, wengine ni hivyo na hivyo. Ndugu zangu, tuache uongo, tuache uongo. Hakuna mtu ambaye ameshawahi kuona malaika. Hata demon hamwezi mkaiona. Mna ugumu hata wa kuona hata mbu anapokuja kukusumbua, unaangalia ameenda wapi, haujui. N'importe quoi. Tuache mambo ya uongo. Yesu amenitokea akaniambia chukua ufunguo huo uende kufungua wengine ambao wamefungwa kifungo. No, tuwe serious. Tupatie sasa maelezo ya huyu Yesu. Ni yale ambayo mnayaona wanachorachora, aiza ambao wanaweka ndani ya filamu. Mwache uongo. Kipengele cha pili. Kumbusho la ufunguzi wa uzirishi wa kiroho kwa wale wa hali inayoonekana. Maana yake ni nini? Uanzishwaji wa familia, ndugu zangu, haujamaanisha tu kwamba unaanzisha familia yako ambayo ni mtoto wako, watoto wako, mke wako, aidha mume wako, mnaanzisha. No, hapana. Sio hilo tu. Yaani familia, wanasema kwa mfano familia sio tu yani wa damu, hapana. Bali ni watu wa jamii yako ambao nyote mna mrengo mmoja. Unaweza kuanzisha kuwaonyesha kile ambacho kipo. Yes. Sasa wakati unapofunza watu, lazima wewe mwenyewe tayari umeshafunzwa. Sio kama hao ambao wanaokuja wanasimama, haleluya, amen, Biblia inasema katika kitabu fulani. Kama Biblia inasema, wewe unasemaje? Na hiyo Biblia inapoongea ina mdomo ili kuongea, kwa sababu haieleweki. Namna gani wewe ambao umepata uanzishwaji unaweza kusema Biblia inasema? Biblia imesema namna gani? Unajua maana ya Biblia? Biblia ni kitu gani? Biblia ni mkusanyiko wa vitabu hivi. Inaweza kasikika kwamba yule aliyeandika alisema, hiyo tunaweza tukaelewa hata vizuri. Lakini Biblia haiwezi kaongea, kwa sababu Biblia haina mdomo, Biblia haijaandika, kwa sababu Biblia ni mkusanyiko, ni biblioteki, ni biblios, ni kitu ambacho kimeunganisha vitabu vingi. Hilo tu. Kwa hiyo muwe na mjue ni nini uanzishwaji, mjue ni nini maneno mnayoyaongea, ndugu zangu. Ndio maana kitabu cha Dubise sura ya kwanza mstari wa 1029 inasema, Dibangane na Biedi walinifunulia kwamba watajidhihirisha kwangu hivi karibuni, hili kwa lengo la kunipeleka pamoja nao katika moja ya makao ya agizo kula vitu. Lakini hata hivyo nitakuwa na uwezo wa kujidhihirisha kwa wale wa familia yangu katika hali inayoonekana. Hapa sasa ndio tunaingia katika gogwa tena la jumbe lenyewe. Ndani ya Biblia za kisasa wanawaambia kwamba huyu anayeita Yesu alienda mlimani kwenda kuomba. Alipeleka Petro, Yohana na Yakobo. Akiwa anaomba, uso wake ukabadilika, kukatokea Musa, kukatokea na Eliya. Sasa lengo la Eliya na Musa kumtokea huyu mtakayeita Yesu ni nini? Hawawezi wakawaambia. Na hapo ndipo wengine wanasema kwamba kama wazungu wao wanaabudu, wanaomba miungu yao, aidha wanaomba mababu zao ambao wamefariki, kwa nini sisi watu weusi hatuwezi tukaomba mababu zetu? Wanachukua mfano huo kwamba mbona Musa alikufa lakini alimtokea mtu fulani.
Hamjaelewa chochote. Sasa kwa nini? Kwa sababu tuchukue kwa mfano tu kwamba Musa alimtokea na alikufa. Sasa kwamba akamtokea huyu Yesu na kwamba ni watu ambao walifariki tena wanakuja kwa namna hiyo. Swali ni kwamba wewe ambao unasema kwamba babu yako amekuja kutembelea, anapokuja kutembelea ana uso gani? Ana nguvu gani? Na wewe ambaye unayemuona uko katika hali gani? Kwa sababu tumeona huyu mwanaita Yesu, yeye alibadilika uso, si ndio? Akawa kama yule, akawa kama wale ambao wamemtokea, akawa akafanana, yaani tuseme mwanga, akafanana na yule Musa na nani na Elia. Sasa wewe wakati huyu unayeita babu yako kwamba amekujia, wewe unakuwa unabadilika, unakuwa kitu gani? Mwili wako unakuwa namna gani? Mnaona hicho kitu? Ndio mnatakiwa kuelewa kwamba mambo ya kiroho sio mambo ya kufanyia mzaha. Kwa hiyo tutaenda kueleza kwa nini Busi na Be walimtokea Jokisabe, na tutaenda kueleza maana yake halisi inamaanisha kitu gani. Lakini kabla ya hapo, tunaenda katika kitabu cha Ebotedi sura yake ya kwanza sura ya 409 hadi 415. Inasema hivi: muda fulani baadaye, Longa alikuwa ameketi chini ya mbuyu usiku wa mwezi mzima. Maana yake ni nini? Longa ndiye yule ambaye wataita mtoto wa tatu kwa mujibu wa Biblia, mtoto wa tatu kutoka kwa Adamu, yani mtoto wa tatu wa Adamu ambao wataita Seti, lakini hakuitwa Seti, yeye ni Longa na alikuwa mweusi, kwa sababu mambo ya kiroho ni swala la rangi. Kwa hiyo wakati ambapo kaka zake, kwa sababu yeye alizaliwa, kaka zake tayari wameshaoana, wengine wamefariki, wengine wameshaondoka hawajui, lakini aliingia katika tafakari kwa nini walifikia katika kitendo hicho cha kuoana. Alipokuwa akitafakari, alipokuwa akifikiria na kutafakari juu ya fumbo la uhalifu wa kindugu wa kaka yake Mudiwe ambao ulifanywa na Pongise kwa madhumuni ya urejesho unaojulikana, palikuwa na mlipuko. Kuna mabano, uwazi, nishati hai, tunafunga mabano ya mwanga wa msongamano mkubwa sana. Tunafunga mabano, mkusanyiko, nguvu, nishati, tunafunga mabano. Longa aliinua macho yake, kwa sababu anayeongelea hii historia ni mtu mwenyewe, baba yao. Longa aliinua macho yake na kutazama, na tazama, kulikuwa na watu wawili weusi waliovaa kitani kilichometa kama mawe ya thamani, na kila mmoja akiwa na mkanda wa dhahabu safi kiunoni mwake. Mwili wao ulikuwa kama mwonekano wa umeme. Nywele za vichwa vyao zilikuwa zimejikunja, nyuso zao ziling'aa kama umeme, macho yao yalikuwa kama miali ya moto wakao, mikono na miguu yao kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti zao ilikuwa kama kelele za umati wa watu. Wakati huo huo, Longa alijua na kuelewa kiroho kwamba hawa wanaume wawili waliomtokea walikuwa kaka zake wawili wakubwa, yani Pongise na Mudiwe, ambao walikuwa wanangu katika uhalisia mbili wa hali inayoonekana, umoja unaojulikana na wengine usiojulikana. Tunafungua mabano. Baada ya kifo cha kimwili cha Pongise, alipokea uzirisho wa neema ya kuwa pamoja na kaka yake katika uhalisia unaojulikana. Tunafunga mabano. Kisha Pongise na Mudiwe walimwambia Longa, Longa ndugu yetu mpendwa, kwa idhini ya Mutateji tumejidhihirisha kwako katika uhalisia huu uliopita ambao ni wakati wako wa sasa. Maana yake ni nini? Yaani unaelezwa sasa kwamba kuna watu ambao wanaweza ambao wamefariki kifo cha kimwili na ambao wanaweza wakarejea katika dunia hii ili kuja kuweka mambo vizuri. Maana yake ni nini? Tumeona hapa huyu ni Pongise na Mudiwe ambao wataita Kaini na Abeli. Wakati mdogo wao alipokuwa katika tafakari, waliruhusiwa na Mutateji kwamba warejee, naye akawaona. Ilikuwa kiroho, sio kwa namna ya mwili, hapana, aliwaona. Kwa hiyo wale ambao waliofariki kwa mfano kimwili na sio kiroho, wakiwa katika ukweli wa neno la Kilobatite, hao watu hawafi, wapo, na neno likiruhusu wanaweza wakarejea ili kuja kuongea na wapendwa wao, ili kuonyesha njia ambayo iko sawa. Kama wameshaanza kupindapinda, wanaonyesha no, hivi ndio mnatakiwa, alafu tena wanarudi. Lakini haya mambo nayo yaona kusema kwamba babu yangu ametoka. Babu yako nani?
Babu yako nani? Anaitwa nani huyo babu yako? Alikuwa katika ukweli gani? Maana ukweli haujui ambao tunaongelea hapa, na kweli ni moja sio mbili. Sasa atakuja kufanya nini zaidi? Ndio huyu ambaye mnachukua chakula mnamtupia chini, alafu kuku zinadokoa, alafu mnapokuja asubuhi mnakuta kwamba kuku, mnasema oh, babu yenu amekula. No, kwanza hamna heshima na babu yenu, mnamtupia chakula chini kwa mujibu wenu, ingawa yeye ameshakuwa kama roho imesharudi kwa Mungu, gisi mnavyosema ndani ya Biblia za kisasa. Sasa hiyo roho ambayo inatangatanga tena duniani inafanya kitu gani? Hamwezi mkaeleza. Kwa hiyo tumeona kwamba Pongise Mudiwe walitokea mdogo wao. Hilo linaruhusiwa kwa wale ambao waliokuwa katika ukweli, mapatriarki waliotembea kulingana na ukweli, wanaweza wakarejea ili kuja kuongea, kuonyesha njia sahihi kama kuna mambo ambayo hayaendi vizuri. Sasa kitabu cha Sango sura ya kwanza mstari wa 77 hadi 82 nasema, na nilipokuwa peke yangu Kinyebwame ambayo itaita Melkisedeki alinitokea. Mkiangalia historia ya huyu mwanaume ambaye ataita Melkisedeki, wanabiblia hawajui lolote kabisa kuhusiana na Melkisedeki. Kila mmoja anatoa toleo lake kwa namna gisi anavyojihisi. Historia ya huyu jamaa kwao ni ngumu kabisa kuelezea, kwa sababu wanaposema kwamba alikuwa mfalme wa Salemu, wanaanza kuangalia Salemu ilikuwa wapi, na unapokuwa mfalme lazima uwe na raia, uwe na watu ambao wewe kama yule mfalme utakuwa. Sasa wao wanaangalia hawaoni. Ndio maana wataandika katika baadhi ya toleo kusema kwamba Melkisedeki yeye hana mwanzo wala hana mwisho. Sasa kama Melkisedeki hana mwanzo wala mwisho, ndugu zangu, twende polepole ili muende kuelewa kwamba kumbe Melkisedeki ana nguvu kuliko hata Mungu wenu. Hiyo twende polepole. Biblia inasema kuna mtoleo ambazo zinasema kwamba Melkisedeki yeye hana mwanzo hana mwisho. Lakini hiyo Biblia inasema kwamba Mungu ni Alfa na Omega, yaani Mungu ni mwanzo tena yeye ni mwisho. Unaona? Hapo tayari Melkisedeki anamshinda Mungu, kwa sababu Melkisedeki yeye hana mwanzo hana mwisho, bali Mungu yeye ni mwanzo tena ni mwisho, kwa sababu yeye ni Alfa na Omega. Ina maana kwamba Melkisedeki yeye yuko kabla ya mwanzo na tena yuko baada ya mwisho, Melkisedeki huyu. Kwa hiyo najiuliza kwa nini watu wanaabudu tena huyu Mungu wasiabudu Melkisedeki, kwa sababu yeye yuko zaidi, yeye ni afadhali kuliko hata huyu Mungu ambao mnafikiri kwamba ni Mungu. Bo, tuachane na haya. Mimi Sango nilipomwona Kinyebwame nilishangazwa na uzuri wake na neema iliyotokana naye. Nilizani ni mlinzi aliyenitokea, kwa maana Kinyebwame alikuwa kuna mabano yuko na mwonekano mtukufu, na alikuwa na juu yake siri ya muhuri uliotolewa kutoka agizo kula vitu wa ukuhani uliong'aa. Lakini alikuwa kuna mabano yuko amevaa kitani, na alikuwa kuna mabano tunafunga mabano na mkanda wa dhahabu safi kifuani mwake. Kinyebwame aliniambia, usiogope Sango, mwanaume unayejulikana katika agizo kuu la vitu. Kwa hiyo naye pia Kinyebwame alitokea, kwa sababu Kinyebwame historia yake nyinyi hamjui, sisi tunaijua. Kinyebwame alizaliwa, alikuwa na mama lakini hakuwa na baba, alizaliwa kimiujiza, ni kweli. Na ni historia ya Kinyebwame ndio watachukua wataweka hiyo anaita Kiriku. Ni historia ya Kinyebwame ambao wataita nani Melkisedeki, ndio hiyo ambao walitengeneza hiyo filamu ya nani ya Kiriku. Kiriku ni ndogo, hiyo walitengeneza kupitia historia ya Kinyebwame, lakini sio hivyo gisi walivyoelezea. Wanaweka mambo ya uchawi, mfumo karaba, mambo mengine, no, sio hivyo. Ulikuwa ni uhalisia. Mafundisho yameshatokea, tuwezi tukaingia huko, tuwezi tukakokota sana. Kwa hiyo tunaona kwamba amerejea tena naye pia kuongea na Sango, ingawa yeye hakufariki lakini amekuja tena, amerudi ili kumpatia kile ambacho kinatakiwa kuapatiwa. Ndio maana ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba Abrahamu alikutana na Melkisedeki, akampatia akampatia sehemu ya 10 yote ya vitu vyote. Mjiulize, alitokea wapi? Hawawezi wakaongea. Ndio maana tena kitabu cha Kudu Manemu la sura ya 45 mstari wa 1 hadi 3 inasema, siku 3 baadaye Jokisabe alimchukua Dale, Munangada na Lakisabe kaka yake na kutuongoza hadi mlima mrefu. Hapo ndipo hiyo historia ambao watasema kwamba Yesu alichukua mitume hao watatu, sijui Petro, Yohana, Yakobo, wakaelekea huko, lakini alikuwa ni Jokisabe ambaye ni Kristo wa kweli aliyemchukua Dale, Munangada na Lakisabe. Aligeuka sura mbele yetu, uso wake ukang'aa kama jua na mavazi yake yakang'aa kama umeme. Kwa hiyo kwa nini, kama ngisi nilivyouliza ndani ya Biblia sasa, kwa nini huyu Musa wenu na Elia
walimtokea, kwa mujibu wa Biblia, walimtokea huyo Yesu alipokuwa mlimani kuomba. Kwa nini? Katika lengo gani? Waliongea nini? Hilo hawawezi wakaelewa. Kwa hiyo katika uhalisia, kitendo cha busi na be kumtokea Jokisabe wakati huo una maana, yani unaashiria ishara ya kinabii ambayo mtaenda kuelewa maana yake ni nini. Busi, mnajua kwamba maana yake, jina lake la busi ni kutoka. Yes, busi maana yake ni kutoka. Ili mnaelewa vizuri. Sasa atakapojizirisha hapo ambapo Jokisabe yupo, ni kwa sababu anakuja kudhibitisha kwamba huyu ambaye mnamuona hapa ametoka katika agizo kula vitu. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri. Kwa hiyo kile ambacho manabii walichotabiri kuhusiana na ujio wake, ndio huyu yupo hapa, kwa kweli ametoka katika agizo kula vitu. Sasa anaposema kwamba ametoka katika agizo kula vitu, hiyo ni busi. Hivi sijui kama mnaelewa, yani ni ushuhuda anaoshuhudia, kwa sababu manabii wengi Batopedabu walitabiri kuhusiana na ujio wa Jokisabe. Sasa wakati anapokuja, anakuja kuambia watu, hey, ni kweli ametoka. Yani yeye ni busi, ndio maana busi atakuwa pale. Sasa kwa nini be awepo? Be maana yake ni yuko, ametoka na yuko katika hali inayoonekana. Ndio maana be na busi watakuwepo ili kutoa ushuhuda huo kwa wale wote ambao waliotabiri kuhusiana na ujio wake, kwa sababu walikuwa wakisubiri ni lini atakuja, ni lini atakuja, ili wapate kujua hata sehemu walipo kwamba hey, ni kweli ametoka katika agizo kula vitu na yuko katika hali inayoonekana. Hilo jambo hawawezi wakalijua. Kwa nini? Ni hao wawili waliowatokea. Ndio watu wanaendelea kusoma, anasema kuna mabano ushuhuda katika umoja, na tazama busi, kuna mabano Jokisabe alitoka kutoka nje ya uwepo sio kuwepo kwa ajili ya utume wake katika uhalisia unaonekana. Tunafunga mabano. Na be Jokisabe yupo katika uhalisia unaonekana kwa ajili ya utume wake. Hivyo ndivyo nilivyowaambia. Wakiwa roho safi wakaonekana, wakazungumza na Jokisabe kuhusu siri zilizofichwa. Hizo hatujui na mledi hajatufichulia, aliziacha kama zilivyo, na za wapili. Kwa hiyo waliongea kuhusiana na siri zilizofichwa, lakini pia walizungumzia kuhusiana na mzaliwa wa pili. Waliongea nini kuhusiana na mzaliwa wa pili? Hilo tumuulize yeye mzaliwa wa pili mwenyewe, lakini hilo kama hajijafunguliwa hatuna haja kuuliza, kwa sababu sio kila jambo ambalo tutaambiwa. Kipengele cha tatu, uanzishwaji wa familia, na hiki ndio kipengele kabisa ambacho kinashika tema yenyewe, uanzishwaji wa familia. Sasa haya mambo yalitendeka namna gani? Kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 30 hadi 1030 hadi 1031 inasema hivi: nikiwa bado nimelala kitandani mwangu, niligundua kwamba uzoefu wangu wa kiroho sana, ambao ulionekana kama wa milele, ulikuwa umechukua dakika chache tu. Wakati alipotoka nje ya mwili wake, akaenda kuonyeshwa hizo mambo mengi ya kiroho, yani alipokuwa katika kutazama, yeye alifikiri kama vile amefanya mambo ambayo ni hayana mwisho, yani anatazama, yani alichukua labda muda wa miaka na miaka yuko katika haya mambo, lakini wakati alipoingia katika mwili wake, tu akaona kwamba hai ni dakika chache tu ambapo alifanya na karibu ameona kila kitu, vitu vingi, akafikiri labda ni umilele, yani ni vitu ambavyo havitaisha sana, lakini kumbe ni dakika kidogo tu. Nilikaa kwa muda nikiwa na familia yangu na kuwaelezea kila kitu nilichokiona, kuna mabano kupenya na kutafakari katika hali isiyoonekana. Kwa hiyo kabla ya kunyakuliwa sasa, kurudi kabisa mwisho bila kurejea tena, yani alikaa muda wa kutosha pia kidogo na familia yake, akiwaanzisha familia yake kulingana na kila kitu alichokiona wakati alipopelekwa na Dibangane na Biedi. Mnaona ndugu zangu? Sasa ndio maana kitabu cha Ebotedi sura yake ya kwanza sura ya 271 inasema, Ongise na Mudiwe walikuwa wameungana na kuenea, kwa mabano kubadilisha ubinafsi, tunafunga mabano, na mara chache sana walitengana, waligawana kila kitu walichokuwa nacho miongoni mwao. Kwa hivyo waliunda uhusiano wa karibu sana. Pongise pia alimfundisha kaka yake Mudiwe siri za vitu
vya hali inayoonekana chini ya usiku wenye nyota. Kwa hiyo kulikuwa umoja, ukaribu, naye pia alikuwa akimwanzisha mdogo wake, kwa sababu naye Pongisi alikuwa tayari ameshaanzishwa kuhusiana na hili. Kwa hiyo hauwezi ukamfunza mwingine kama wewe haujafunzwa, na unatakiwa kufunzwa ukweli ili kuwaambia wengine ukweli. Kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 32 hadi 48 inasema hivi: jioni moja ya Ebwengede, yani mwezi kamili, katikati ya ua wangu ambao ulikuwa wakati huo huo ilikuwa bustani kubwa, na nilikuwa nimeketi hapo na mke wangu na watoto chini ya mti mkubwa wa mwembe, tukizunguka moto mkubwa wa kuni, kuna mabano, ingawa tulikuwa na umeme nyumbani kwetu na kwenye bustani. Aha. Kipengele cha 5 na ndicho kipengele cha mwisho, udhihirisho wa kichawi, sababu wachawi hawawezi wakakosa. Nilipokuwa nikiwaanzisha, kwa sababu Dubise ameshatoka alikokuwa, akaanza sasa kuanzisha familia yake. Nilipokuwa nikiwaanzisha katika yote niliyoyaona, kuna mabano, niliyopenya na kuyatafakari katika hali isiyoonekana, macho yangu ya kiroho yalifunguka. Ghafla nikaona moshi mzito mweupe wa fumbo ukitokea hewani, si mbali na mahali nilipokuwa nimeketi. Mke wangu na watoto hawakuona, na katikati ya moshi huu wa fumbo, shetani mudima bobero mbaya na bamu loloma bungulane, yani malaika walioanguka walitokea. Ghafla niliona pia roho 7 za usiku zikitokea karibu nami na familia yangu. Mke wangu na watoto wangu hawakuziona, yani hawakuziona, lakini hata hivyo walihisi uwepo wao wa kutisha. Kwa hiyo wakati alipokuwa akianzisha familia yake, mke wake, watoto wake, kuhusiana na kila alichokiona katika ulimwengu wa kiroho, shetani mlima bombe na malaika walioanguka wakajifunga, kwa sababu walikuwa wanajua ni wapi ambapo Dubise anaishi, wanajua hili. Kwa hiyo lengo lilikuwa nini? Yaani wanakuja katika lengo la kumzuia Dubise. Walijua kwamba Dubise aliona vitu vya ajabu huko, na hivyo vitu ambavyo aviviona hatakiwi kuanzisha kuwaambia familia yake, kwa sababu akiambia familia yake na wengine watajua, kwa hiyo itakuwa ni imekula kwao. Ndio maana wakajipanga sasa ili waende wasumbue Dubise, ili wakati ambapo wanaanzisha yani isiende vizuri, yani mambo yasipite. Kwa hiyo hapo ndipo Dubise atafanya nini? Dubise yeye macho yake ya kiroho yalifunguka, akaona shetani mlima bobe na malaika walioanguka akawaona, lakini moja kwa moja akaona pia kaka zetu roho 7 za gizo kula vitu, nazo pia zikajitokeza zikasimama karibu ya nani ya Dubise na familia yake. Tunapotembea kulingana na ukweli, angalia ulinzi ambao tuko nao. Lakini hizo roho 7, mmoja ataongea ili kumwambia Dubise kile ambacho kinatendeka. Ndipo mmoja wa miongoni mwa roho 7 za usiku akaniambia, Dubise mpendwa, usiogope, kwani shetani mudima bobero mbaya wala bamululoma bungulani, malaika walioanguka hawawezi kukuona wewe, mke wako na watoto wako kwa wakati huu. Kwa hiyo gisi unavyo si unaona shetani mudima bobe, unamuona malaika walioanguka unawaona, lakini wao hawakuoni. Hicho ndio kitu ambacho kilitendeka. Yaani Dubise alikuwa anaona shetani, anawaona malaika walioanguka, lakini wao hawakuwa wanamuona. Hii sio raha hii, kulingana ukweli. Lakini angalia vema tukio hili kwa makini. Roho hizi 7 za usiku zilikuwa na kimo kikubwa sana, na zilikuwa na nguvu za kutisha. Miili yao yote kuanzia nyayo za miguu hadi vichwa vyao ilikuwa na mwangaza sawa na mtu mweusi, na wote walikuwa na mwonekano unaofanana na mtu mweusi wa kabla ya anguko. Hapo naposema kabla ya anguko, yani sio kama waanguko sisi, anguko letu sisi, uwezo wa kiroho wenye nguvu unaotoka kwa roho, kwa sababu ni roho. Yes, ni roho za gizo kula vitu, ambao weusi wao sio kama weusi wa sisi ambao tumeshaanguka hapa. Uwezo wa kiroho wenye nguvu unaotoka kwa roho 7 za usiku ulizidi uelewa wote katika ulimwengu unaonekana. Wakati huo mimi Dubise
Sikujua bado kwamba umaarufu wangu ulienea hadi kwenye ulimwengu wa kichawi. Nilipokuwa nikitazama tukio hilo, niliona Bamulolo Mabungulane wakinizungumzia, wakaambiana, huyu mtu anayejulikana kwa jina la Dubisi ni nani hasa? Kwa hiyo hata maneno ambayo waliokuwa wakiongea malaika walioanguka, Dubisi alisikia wanamwongelea, sema hey, awe, kumbe ilikuwa imeshajulikana hadi kwenye ulimwengu wa giza kichawi. Halalalalala, huyu mtu anayejulikana kwa jina la Dubisi ni nani hasa? Wanajiuliza hivyo. Haura yake haielezeki, na wakati huo huo ni ya ajabu. Mmoja miongoni mwa Bamulolo Mabungulane wa daraja la juu alizungumza na kusema, je, inawezekana kwamba yeye ndiye mrejeshaji, kuna mabano, mrekebishaji, kuna mkato, mtengenezaji, alama ya kuuliza. Wanapenda kumaanisha kitu gani? Atakayerejesha ni nani? Atakayerekebisha ni nani? Wanajua ni nini wanachokiongea. Je, ni yeye? Mbona mapema? Ni nani sasa? Ndipo nikamwona na kumsikia Shetani Mlima Bobero Mbaya akisema, hili halikutarajiwa na linasumbua. Ninahisi usumbufu kuhusu mtu huyu Dubise. Ndio Shetani huyu. Kwa hiyo Dubise alikuwa mwanaume ambaye anatembea kulingana na ukweli, lakini cha kushangaza ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba watu wote wametenda dhambi, wamekosa neema, wamekosa utukufu wa Mungu, wote wametenda dhambi. Ni wapi ambapo maandiko ya Biblia inasema kwamba huyu anaita nani Enoch alitenda dhambi? Hata nani yule ambaye wataita Paulo alitetea, Paulo au Petro alitetea na kusema kwamba nani huyu nani Enoch alitembea vizuri, alikuwa na heshima, mambo mengine. Kwa nini kwa nini isemekane kwamba wote wametenda dhambi? Ni akina nani ndio wametenda dhambi? Huyu Maria mama wa Yesu wenu, ni wapi ambapo imeandikwa kwamba alitenda dhambi? Iliandikwa wapi? Yohana Mbatizaji, giza alivyosema hichi kizazi cha nyoka, hiyo sio dhambi, ni kawaida, ni kizazi cha nyoka kulingana na asili yao. Kwa hiyo mambo ambayo wanaoyaongea ni kupenda kujitetea, kusema kwamba bwana, unajua hakuna mkamilifu bwana, kwa hiyo wanapenda kufanya kile ambacho wao wenyewe wanajisi kupenda kufanya, na sio vizuri. Wakati huo huo, mojawapo ya roho saba za usiku aliyekuwa akizungumza nami alisema tena, Dubise, fahamu kwamba tangu ulipoanza kuanzisha familia yako baada ya kurudi kutoka safari yako ya kiroho, Shetani Mlima Bobero Mbaya na Bamulolo Mabungulane hawana uwezekano wa kukusikia unaposimulia hadithi ya safari yako. Kwa hiyo waliangalia, hawakusikia chochote ambacho Dubise alichokuwa akianzisha familia yake kuhusiana yale ambayo aliyoyaona. Kwa hiyo ndugu zangu, nikupenda kuambia kwamba ikiwa haujaanzishwa katika ukweli, hautakiwi kufungua mdomo wako nawe pia kwenda kusema kwamba unafundisha wengine ili watoe katika uongo, wakati wewe mwenyewe uanzishaji hauna. Hata ndio maana huyu mwanayeita Yesu, ndio maana huyu ni mwongo, hajawahi kuwepo, anaongea uongo mtupu, anadanganya, kwa sababu uanzishaji naye pia hajaupata na hayuko kama jinsi anavyosema yeye yupo. Kwa sababu yeye huyu atakayeita Yesu atafanya mazungumzo na huyu atakayeita Nikodemo. Katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 atasema kwamba hakuna mtu aliyekwenda mbinguni isipokuwa yule aliyeshuka, mwana wa Adamu aliye mbinguni. Hivyo atasema, na wao watasema haleluya, amen, haleluya, amen. Mkiingia kiundani, mchunguze huu mstari, yani huyu Yesu wenu anadanganya kweupe. Anaposema hakuna mtu aliyekwenda mbinguni, huo ni uongo. Elia alipaa, Enoki alipaa. Mnaona, kwa sababu hajapata uanzishwaji, ndio maana anadanganya. Isipokuwa yule aliyeshuka, mwana wa Adamu aliye mbinguni. Twende polepole. Yesu huyu wakati anapoongea na Nikodemo, anatambua kwamba wakati huo huwa anaongea na Nikodemo kwamba kuna mwana wa Adamu aliye mbinguni. Hajasema mwana wa Mungu, anasema mwana wa Adamu aliye mbinguni. Sasa huyo mtoto wa Adamu, mwana wa Adamu aliye mbinguni ni nani? Watasema kwamba ni yeye tena. Ikiwa ni yeye Yesu ambaye ni mwana wa Adamu aliye huko mbinguni, ina maana kwamba huyo Yesu anabaki kuwa mtoto kwa nani? Kwa Adamu hadi mbinguni, kwa sababu bado yuko mbinguni, lakini ni mtoto wa Adamu. Na unapokuwa mtoto unatakiwa kuheshimu baba yako.
Kwa hiyo Adamu ana nguvu zaidi kuliko hata Yesu, wakisema kwamba anaongelea ni yeye ndio jinsi alivyodanganya watu pale anaposema kwamba hakuna mtu aliyekwenda mbinguni isipokuwa yule aliyeshuka, mwana wa Adamu aliye mbinguni. Wewe huko duniani unasema huko mbinguni, kama ni wewe kwa kweli unabaki kuwa mtoto, kwa sababu huko mtoto wa Adamu ndani ya mbingu. Hapana, mtoto wa Mungu imesema mwana wa Adamu. Ingekuwa hata mtoto wa Mungu ingeeleweka, anasema mwana wa Mungu wa Adamu, n'importe quoi. Lakini hii ni historia tu ambao walichukua, ilikuwa naongelea tu Dubise ambao wataita Enoko. Yeye alipaa mbinguni, akashuka na tena akapaa. Hivyo ndivyo alivyopenda kusema, lakini akapenda kujiweka yeye ili kwamba waweke Ukristo uzaliwe pale. Inaongelea Dubise ambao wataita Enoko, ndio inaongelea Yohana 3:16. Huyu Yesu wenu ni mwongo. Haikuwa inaongelea yeye, lakini walipenda kumweka kwamba ni yeye, lakini inaongelea Dubisi, inaongelea huyu atakayeita Enoki. Kwa sababu Enoki kwanza alipelekwa kwanza, akaenda juu mbinguni, akaangalia mambo mengi, akafunzwa, alafu akarejea, akaanzisha familia yake, alafu tena boom, hadi muda huu yuko. Ndivyo ndio maana akasema na hivi mwana wa Adamu yuko mbinguni. Kwa hiyo ndugu zangu, nikupenda kuambia kwamba kabla ya kupenda kufundisha wengine, unatakiwa wewe kwanza kupitia uanzishwaji wa ukweli, na uanzishwaji ni katika ukweli wa neno lake Lubatite. Bila ukweli huu hautakiwi, hauna ruhusa ya kwenda kufungua kinywa ili kwenda kuambia wengine kusema kwamba huu ndio ukweli, muamini hiki na kile. Hapana, kwa sababu haikuhusu kabisa. Hilo ndio jambo ambalo tunatakiwa kuelewa ndugu zangu. Kwa hiyo huo ndio uanzishwaji wa familia ambao unapenda kutuonyesha kwamba bila kuwa katika ukweli, bila kupata mafundisho ya ukweli, hautakiwi nao pia kwenda kusema kwamba unafundisha wengine. Kwa hiyo wote wanaojiita walimu, manabii, mitume, mabishop, sijui wa generali wa majenerali, jinsi wanavyojiita, hawa wote wanatakiwa kuanza mwanzo, waje tuwafunze, wafundishwe vizuri, ili baadaye neno likiruhusu nao pia wapate hiyo neema, waanze kuwasaidia wengine. Lakini yote wanaoyafanya katika mikusanyiko ni kupoteza muda wa watu tu bure, na sio kuangamiza nafsi za wengine, kwa sababu wote watapita kwenye hukumu. Hilo mlielewa? Ikiwa hiyo neema haitawafikia kabla ya kutoka katika linaonekana, mchague njia ambayo ni sahihi na ambayo ni ya pekee, hii ambayo tuko ndani. Hamtasema kwamba hamkuambiwa. Luba anaendelea kujitukuza.